Wapenzi watazamaji wa kituo cha Kenya Updates popote mlipo, hamjambo. Karibu ni wapashe mawili matatu yale ambayo yametendeka. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Kimya cha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kimenyima serikali usingizi. Serikali kwenye mitandao ya kijamii wanaulizana Gachagua yuko wapi? Mimi na wewe tunajua kwamba mara ya mwisho Rigathi Gachagua aliweza kuonekana ni kipindi ambapo walikuwa kwenye ziara ya kaunti ya Kitui pamoja na Machakos mwezi huu kabla ya Raila Odinga kuaga dunia. So tangia Raila Odinga alipoweza kuaga dunia, Gachagua hajaonekana. Hakuenda kwa mazishi ya Raila Odinga kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika. Alikuwa amepangiwa kupigiwa kelele, kudharauliwa na hata kupigwa mawe. So akapata intelligence information, hakuenda. Gachagua ameomboleza Raila kwenye mitandao ya kijamii. Lakini tangia Raila Odinga alipoweza kuaga dunia, bwana Gachagua hajaweza kuonekana. Gachagua yuko wapi? Gachagua yuko wapi? Kwa sababu nimepatana na post fulani hapa ambayo inaendelezwa na viongozi wa serikali. Wanasema hivi: where is Rigathi Gachagua? Where is Rigathi Gachagua? Yuko wapi Rigathi Gachagua? Katika kanda hii ninaomba niweze kuelezea sababu ambazo zinafanya serikali kuweza kumuulizia Rigathi Gachagua mahala ambapo alipo. Kama wewe ni mgeni, tafadhali chukua sekunde yako 1 2 3 kapiga subscription, kwa sababu hiyo ndio njia moja ya kuweza kupromote hichi kituo. We are aiming at least to hit 3000 subscribers. Yani tunalenga tuweza kufikisha 3000 subscribers. So mpenzi mtazamaji, usije ukaachwa nyuma. Wewe subscribe na mambo mengine yatafuata. So mpenzi mtazamaji, Gachagua yuko wapi? Na mbona serikali inauliza Gachagua yuko wapi? Number 1, Gachagua alichagua njia yake ya kumuomboleza Raila Odinga na kumuonyesha heshima ya kukaa kimya bila ya kuonekana mahala popote. Kwa sababu tunajua kwamba serikali inaweza ikasponsor baadhi ya viongozi ama baadhi ya bloggers kuweza kumtusi Rigathi Gachagua. Haungeweza kumheshimu Raila Odinga kwanza. Haungeweza kumpea Raila Odinga nafasi kwanza aweze kupumzika. So akaamua atulie kabisa. Unanielewa? Badala angeenda mazishi ya Raila Odinga upande wa Bondo au upande wa Nyayo au Kasarani aende kuleta vurugu, aliamua tulie. Ndiposa mazishi ya Raila Odinga yakuwe nywe. Asije akaonekana kwenye mazishi, maybe vurugu itokee, ikuje kusemekana kwamba Gachagua yeye ni mtu wa vurugu. Ikuje kusemekana kwamba Gachagua aliweza kuharibu mazishi ya Raila Odinga. So according to me, Gachagua chose the best choice ya kutulia, kukaa kimya kabisa, kuomboleza mheshimiwa Raila Odinga akiwa ametulia. Imagine, baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakimtusi Gachagua tangia Raila Odinga alipoweza kufariki, lakini Gachagua hajaweza kuwajibu. Hata kipindi ambapo bwana Mutahi Kahiga, gavana wa kaunti ya Nyeri, alipoweza kutoa matamshi ambayo
yaliweza nusura yaweza kuligawanya taifa letu la Kenya, akisema kwamba alishirikia kifo cha Raila Odinga, Gachagua hakuzungumza, bali aliweza kuzungumza kupitia kwa msemaji wa muungano wa opposition. Ametulia. Akina Gladys Wanga wakasema kwamba Gachagua yeye hakuna siku ambayo amemuomboleza Raila. Gachagua yeye ndiye aliweza kumtuma Mutahi Kahiga kuweza kuzungumza na Mwena ile. Badala Gachagua aweza kujitetea, ameamua kutulia kimya. Akina Faruku Kibet, Oscar Sudi wanamtusi Rigathi Gachagua kwamba hakuenda mazishi ya Raila Odinga. Gachagua ametulia kimya, hajaweza kuzungumza. So kitendo hicho cha Rigathi Gachagua kutulia hakiwapendezi serikali. Wanataka tu apige kelele wakimuona. Na nielewa mpenzi mtazamaji. So Gachagua kimya chake aliweza kuamua kutulia, kumuomboleza Raila Odinga, kwanza ampe heshima zake. Nina ujumbe kwamba amekuwa akipigia Mama Ida Odinga simu na familia ya Odinga wanazungumza. Anampea risala za rambirambi. Mnaelewa Gachagua aliweza kutishiwa kwamba asikanyage eneo la Bondo na akina Gladys Wanga. That is the reason as to why hajaweza kuenda, kwa sababu hataki kuharibu mazishi ya Odinga. Namba 2, sababu ambayo sasa imeweza kufanya serikali wamekosa amani kabisa, hawajui ni lipi ambalo Gachagua anapanga kipindi ambapo ametulia. They know Rigathi Gachagua akiwa ametulia ni dangerous kuliko kipindi ambapo anazungumza. Sijasema ati kwamba ni dangerous kwa usalama, hapana. Ni dangerous. So hawajui Gachagua anacheza kadi gani hizi za siasa. Anapanga nani akae pale, anapanga nani akae pale. So wanashindwa kuelewa. Serikali inakosa kitu cha kuzungumza. Bloggers wa serikali wanakosa kitu cha kuzungumza online. So ndio maana wameanza kumtafuta Rigathi Gachagua, wakimchokonoa kidogo kidogo, ndiposa aweze kujitokeza ili wapate cha kuchapisha online, wapate cha kuzungumza. Kwa sababu bila ya opposition kuzungumza, bila ya Rigathi Gachagua kuzungumza, serikali haina relevancy. Wanatakanga Rigathi Gachagua asungumze na wao wajitetee. Lakini Gachagua mwenyewe sasa ametulia. Kitendo hicho kimekasirisha serikali. So sababu ambayo inafanya serikali wanauliza Rigathi Gachagua yuko wapi, wanashindwa ni kipi ambacho anakipanga. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Na Gachagua ameamua kwamba kipindi ambapo Wakenya wamekuzoea sana, una lose value. So sometimes ni heri tu arudi nyuma, atulie, aendelee kugain value. Unajua kipindi ambapo sasa viongozi na Wakenya wanauliza where is Gachagua, unakuta kwamba they start attention ambayo inatoka kutoka kwa viongozi na kutoka kwa wananchi. Gachagua ameenda wapi? Gachagua ameenda wapi? Imagine waliweza kumuondoa mamlakani, lakini baada ya mwaka mmoja bado hajaweza kuzama kisiasa jinsi ambavyo walikuwa wamesema. Sababu ambayo inafanya serikali inamtafuta Gachagua, wameshindwa kila ambacho Gachagua anakipanga, wameshindwa mbona Gachagua ameweza kutulia. But in the real sense, Gachagua ameamua kumuomboleza Raila Odinga chini ya maji tu. Atulie, ampe Raila Odinga heshima zake. Na Gachagua ameamua kwamba he was too common to Kenyans. Let him go back a bit, atulie. Wakenya wamuhitaji, ndiye atarudi. See you in the next video. Wazo lako ni lipi?